Leo tunachambua sheria ya 32 kutoka kwenye kitabu The 48 Laws of Power cha Robert Greene, Play to People's Fantasies. Cheza na ndoto au fantasia za watu. Swali kubwa, kwa nini viongozi, wasanii na watu wakubwa wanapendwa hata wakificha ukweli? Kwa nini watu wengi huchagua ndoto tamu badala ya ukweli mchungu? Endelea kutazama na tega sikio lako kwa umakini, kwa sababu funzo hili linaweza kubadilisha kabisa maisha yako. Robert Greene anasema, "The truth is often avoided because it is ugly and unpleasant. Never appeal to truth and reality unless you are prepared for the anger that comes from disenchantment." Ukweli mara nyingi uepuka kwa sababu ni mchungu na hauna mvuto. Usitoe wito kwa ukweli na uhalisia, isipokuwa uwe tayari kwa hasira inayotokana na kuvunjika kwa matumaini. Maana yake, watu hawapendi ukweli mgumu unaowaumiza. Wanataka kuamini kitu kinachowapa matumaini. Ndoto na illusions huwapa sababu ya kuendelea kuishi hata wakikabiliwa na mateso ya kila siku. Yule anayeweza kuunda au kuwasilisha fantasy hujipatia wafuasi, heshima na nguvu. Ndiyo maana siasa, dini, biashara na hata mahusiano mara nyingi hukuzwa juu ya ndoto, si ukweli pekee. Robert Greene anatupa mifano halisi ya kihistoria na falsafa ambayo inatufundisha kwa kina. Hebu tusikilize. Zamisha akili yako karne ya 16. Dunia imejaa hofu. Watu wanaishi maisha mafupi, magonjwa, njaa na kifo kikiwa kivuli cha kila siku. Kisha inatokea simulizi moja ya ajabu, kwamba huko mbali kwenye ardhi za Florida kuna chemchemi ya siri. Maji yake hayakufanyi tu kuwa na afya, bali yanakurudisha kuwa kijana milele. Hii haikuwa simulizi ya kawaida, ilikuwa ndoto ambayo kila mtu aliitamani. Mchuuzi masikini, mzee aliyekaribia kufa, hata malkia na wafalme wote walitamani kuipata. Na kiongozi mmoja jasiri, Ponce de Leon, akawa mwokozi wao. Alivuka bahari, akihatarisha maisha yake na ya mabahari wake, akitafuta chemchemi ya miujiza hii. Walipitia bahari yenye dhoruba, walipigana na magonjwa, walikabiliana na wenyeji waliopinga uvamizi wao. Lakini kila mateso, kila damu iliyomwagika yalilishwa na ndoto ya kupata maisha yasiyo na mwisho. Lakini mwisho ulipofika, hakukuwa na chemchemi, hakukuwa na maji ya ujana. Fantasy ilikuwa uongo, lakini ulikuwa uongo wenye nguvu kuliko ukweli. Na hapa ndipo sheria ya 32 inatufundisha. Watu hawaishi kwa ukweli pekee, wanaishi kwa ndoto. Fantasy ni chakula cha akili zao, na anayetoa ndoto hiyo ndiye anayewatawala. Ponce de Leon hakupata chemchemi, lakini historia yake iliishi kwa sababu aliwasha moto wa fantasy. Na wewe, je, unataka kuwatumia watu ukweli mgumu au kuwapa ndoto wanazotamani? Fikiria taifa moja lenye mwanga wa matumaini, taifa linalosema hapa kila mtu ana nafasi. Ukiwa masikini au tajiri, unaweza kufanikisha ndoto zako. Hii ndiyo iliyoitwa American Dream. Mamilioni ya watu walihama kutoka mataifa mengine wakiwa na mifuko mitupu, lakini mioyo imejaa matumaini. Wengine walivuka bahari, wengine walipita jangwani, wengine walikimbia vita kwa ndoto moja, kwamba Marekani ni mahali pa uhuru, mafanikio na maisha bora. Lakini ukweli, maisha hayakuwa marahisi. Wengi walihangaika, walifanya kazi kwa jasho na damu, wengine walishindwa kabisa. Na bado ndoto hiyo ikaendelea kuwavuta. Hata wale waliopoteza walishikilia fantasi hiyo, kwamba kesho inaweza kuwa bora, kwamba watoto wao wanaweza kufanikisha yale walioikosa. Fantasi hii ikawa nguvu kuliko changamoto halisi. Jinsi ya kutumia sheria hii: 1. Tambua ndoto za watu. Kila mtu ana ndoto za ndani anazojificha nazo. Ndoto za utajiri, uzuri wa kudumu, heshima, mapenzi au huru. Mfano, katika biashara, mteja hanunui sana kuhusu bidhaa, anataka hisia zinazokuja nayo.
Mtu akinunua iPhone hanunui tu simu, ananunua ndoto ya status na class. Katika siasa, mgombea anaweza kusema ukweli mgumu wa kodi na deni la taifa, lakini atakayecheza kwenye ndoto ya kesho yenye matumaini na maisha bora ndiye atashinda kura. Kabla ya kuuza kitu chochote, bidhaa, idea au hata wewe mwenyewe, uliza ndoto ya mtu huyo ni ipi na naiweza kuibeba vipi? 2. Toa suluhisho la ndoto, si ukweli mgumu. Watu wengi hawataki kusikia mateso yao yaliyoko wazi. Wanataka njia ya kutoroka humo. Jihadhari, usifanye fantasi yako iwe tupu kabisa. Mfano wa kihistoria, Marie Antoinette alipoambiwa watu wanakufa njaa, akasema waache wale keki. Fantasi yake ya kifahari haikuwa na uhusiano na mateso ya watu. Matokeo yake, mapinduzi ya Ufaransa yalikuja na alikumbana na gilotini. Fantasi ni kama dawa, ikichanganywa na kipimo cha ukweli inaponya, ikiwa tupu kabisa inaua. Watu hawakimbii ukweli, wanakimbia ndoto. Ukiweza kuelewa ndoto za watu, unaweza kushikilia nguvu juu yao. Lakini kumbuka, usiishi katika fantasi zako mwenyewe, tumia fantasi kama chombo cha kushawishi wengine.